لا يجوز للعام أن يعتمد على الذكاء الاصطناعي في طلب الفتوى. haifai kwa Muislam, hasatan ami ni Muislamu wa kawaida ambaye hana misingi ya kielimu, kuegemea artificial intelligence kutafuta fatwa. Siku hizi ukiingia kwenye Google, tangu miaka kadhaa, muda fulani nyuma, sijui ni muda gani au miaka fulani, Allahu aalam, imekuwa ni mtindo kwamba ukiingia ukitafuta jambo, ukigoogle kitu katika search. Zamani wakati nyuma ilikuwa inakupa zile result, lakini siku hizi miaka ya nyuma wamevumbua hii teknolojia mpya inayoitwa AI, artificial intelligence. Hatari sana, yani hatari sana. Ni teknolojia ambayo mwanadamu ameifikia kwamba anaweza kumleta mtu katika umbile la mwanadamu, si yeye lakini yule mtu, kwa sauti yake na kwa maumbile yake akawa anazungumza, na kama si mwangalifu ukadhani kwamba ni kweli. Ni mambo hatari sana, na ni silaha ambayo ya teknolojia ambayo imebeba hatari kubwa sana kwa wale ambao wanaitumia bila ya kumwogopa Allah subhana na bila kuwa na uangalifu. Basi ni jambo ambalo linaweza kuwapelekea katika hatari kubwa kwenye dini yao. Sasa katika swala la fatwa, kutumia artificial intelligence AI la yajuz, kwa sababu ya kwanza ni kwamba hiki kifaa cha AI sio kifaa ambacho kipo qualified cha kutoa fatwa. Fatwa inatoka kwa yule ambaye ana misingi ya dini, ana fiqh ya dini, na amebeba kitu ambacho kinaitwa ahliyat alfatwa, na nazo zile ala ambazo zinampelekea yeye kwenda kutoa fatwa, ala za ijtihad. Hizi ala za ijtihad hazipo kwenye AI. AI ni teknolojia ambayo inatumia robotics kuingia kwenye data, inapekua, inakusanya, inakupa. Kwa hivyo inaweza kukupa fatwa ambayo ni makosa, tena makosa makubwa sana. Sababu ya pili ni kwamba kifaa hiki hakielewi tofauti za yule aliyeuliza ni nani, na hakielewi kadhalika waqi' ya yule aliyeuliza ipo vipi, kwa sababu swala lile jawabu yake inaweza kukhtalifiana. Ikiwa ameuliza huyo fulani yupo pale fulani, na mwingine ameuliza fulani yupo pale fulani, dhurufu zao ni tofauti, bia zao ni tofauti, hali zao ni tofauti. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kuelewa ile waqi' ya yule anayeuliza swali, yupo katika waqi' gani, ili fatwa kadhalika iweze kutoka. AI haielewi maqasid ya sharia, haielewi makusudio ya sharia hata ije itoe fatwa. Na sababu nyingine ya mwisho, ikhwata al-iman, ni kwamba hii AI pia kadhalika haina uwezo wa kuwa mawthuq, yani wa kutoa inapokupa zile natija, inapokupa jawabu, haikupi jawabu pamoja na masadiri zake. Kwa hivyo unapewa fatwa kutoka kwa jiha au kutoka kwa sehemu ambayo hujui inatoka wapi, nani azungumzaye, nani aliyetoa hii fatwa, uweze kuelewa nani. Utasema mimi nimepewa fatwa, nani amekupa? AI si shekhe. Hata ukasema ni shekhe AI, si shekhe huyo. Kwa hivyo hujui ni nani, na yaweza kuwa hata si Muislamu kamwe, bali hata si wanadamu, ni maroboti wanaofanya kazi hiyo. Kwa hivyo leo Muislamu iwe anachukua fatwa kutoka kwa robot, ni mambo ya hatari. Robot ni jiha majhula, na fatwa inatakiwa iwe ni mawthuqa. Yule mtoaji, yule anayekupa fatwa, ni kiungo muhimu sana kwenye fatwa, ili fatwa ile ionekane kwamba ni fatwa mu'tabara au fatwa ghair mu'tabara. Fatwa leo ikitoka kwa mshia ghair mu'tabara, kwa sababu ashia laysa mahal thiqa wa laysa mahal al-i'tibar. Hata ikhtilafi yao pia hata izingatiwi. Uweze kusema katika haya masala kuna khalafa fi dhalika shia, hata khilaf yao pia izingatiwi. Kwa hiyo jihat al-fatwa lazima ijulikane ni jiha gani, ni mawthuqa au ghair mawthuqa. Ni AI imekosa misingi hiyo yote, na ndio maana la yajuz. Ama ikiwa huyo anayeuliza, ikiwa ni bahithi ni researcher ambaye anafanya research. Unapofanya research, AI itakupa result.
Zile results yule kama bahith, wewe kama bahith unaweza ukafaidika nazo, si kwamba unaweza kuzitegemea, la, unaweza kufaidika nazo katika kuelewa jawanib almas'ala, kuelewa viegezo vya vile masala, kwa sababu ile AI itakupa pembe zote za yale masala. Haya masala kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi, kwa hivyo inaweza kukusaidia katika hilo, na wewe unapokuwa unafanya research inaweza ikakusukuma mbele katika kuelewa pembe za zile masala. Kumbe kuna kipembe hiki pia ulikuwa ukijui, lakini sio jiha ambayo inategemeka moja kwa moja katika fatawa. Naam.